Bwana, hii dunia usipoielewa na ukaishi kwa kuongozwa sana na miemko, kuna mambo mengi sana utabaki gizani nayo na utakuwa unajizuia kuyajua kwa sababu ya miemko. Jana Rais Donald Trump amesherehekea kutimiza miaka 80 ya umri wake, lakini jana hiyo hiyo Rais Trump anasherehekea kusaini mkataba na Irani wa kusitisha vita. Irani jana imempa Rais Trump zawadi ya kuzaliwa, zawadi yake ya siku ya kuzaliwa, kwa kusaini mkataba, kwa kukubali kuachana na nyuklia, kwa kukubali kuacha kurutubisha uranium walionayo, jambo ambalo wakosoaji wengi wa Rais Trump walikuwa wakisema kwamba Trump hataweza kulifikia. Na mara zote Trump alipokuwa akisema kuna hiki kinafuata, watu walimchukulia Trump mwongo. Lakini ukweli ni kwamba Trump alipokuwa akisema kuna jambo hili linakuja, Irani wakigeuka, ndio watu wakawa wanaona kwamba Trump ameongopa. Lakini Trump, kwa uelewa wangu na kwa kumfuatilia Trump muda mrefu, Trump alikuwa haongopi. Na hii ya jana imedhihirisha kwa dunia na kwa wakosoaji wa Trump kwamba Trump alikuwa haongopi. Hata alivyokuwa anaanza kusema, bado watu wengine wakawa hawaamini, wanajua ni uongo. Jambo hili limefikiwa na rais wa Marekani, jambo ambalo limeshindikana kwa marais waliopita tangu mapinduzi ya Irani ya mwaka 1979. Kwa hiyo Trump, jambo hili kwake ni kama kupewa zawadi kubwa sana na Irani. Waunga mkono wa Irani hawakufikiria kama Irani leo hii inaweza ikakubali kuachana na nyuklia, lakini limekuwa. Kuna watu walikuwa wanasema Trump anaogopa, Trump muongo, Trump amekimbia, Marekani imeondoa majeshi, mara hivi, kila aina ya maneno. Lakini ukweli walikuwa wanaujua wao wa Irani. Ukweli huu walikuwa wanaujua na kuona wa Irani ndio uliopelekea Irani kukubali kusaini makubaliano hayo, kwa sababu kulikuwa na kitu kinaendelea kinachowabana na kuwaweka katika mazingira magumu sana. Hawakuwa na namna nyingine zaidi ya kukubali kusaini mkataba huu kwa kadiri ya Trump alivyokuwa anataka au Marekani ilivyokuwa inataka. Lakini kuna hoja moja ambayo watu wengi wamekuwa wakiichukulia kama kigezo cha Marekani kushindwa na Irani kushinda. Hatua ya Marekani kukubali kuondoa blockade pale, hatua ya Marekani kukubali kuachia pesa au vitu ambavyo vilikuwa kwenye vikwazo vimezuiliwa, watu wanaichukulia kama ni kushindwa kwa Marekani na ushindi. Lakini ukweli, hatua hii imekuja baada ya Irani kukubali kile ambacho Marekani ilikuwa inakitaka. Hatua hii kwa namna yoyote ilikuwa inapaswa kuja baada Irani kukubali, kwa sababu walizuia kwa sababu ya kumshinikiza akubali kuachana na nyuklia. Sasa amekubali kuachana na nyuklia. Haya, waendelee kuzuia hivi vitu kwa ajili ya nini? Waendelee kuzuia pesa zake kwa ajili ya nini? Kwa hiyo Marekani imekubali kuanza hatua mbalimbali za kupunguza vikwazo, za kuondoa vikwazo, hatua ambazo zitakamilika watakapokuwa wamemaliza zile siku 60 na kufanya makubaliano kamili yaliyobaki kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema ni kwamba Donald Trump amefanikiwa, na amefanikiwa kuliko marais wenzake waliopita. Na mimi nimekuwa nikiwaambia mara nyingi watu kwenye mitandao, kwenye social media huku ninapochangia kwenye sehemu mbalimbali, WhatsApp, Facebook na maeneo mengine, kwamba Trump huwa haliachi jambo alilolianzisha. Akikusudia kitu atakwenda nacho mpaka mwisho wake. Sasa watu wamekuwa wakimchukulia kama Trump mbabaishaji na nini, lakini ni kwa sababu tu hawamjui.
na ningependa kuanzia sasa watu mumuelewe Trump ni mtu wa aina gani. Na Trump sio kwamba ana malengo mabaya na dunia na Marekani au na hiyo Iran, hapana. Bali Trump anatafuta mazingira yatakayofanya dunia iweze kuwa ya amani, ikiwemo hiyo Iran yenyewe na Wairani wenyewe. Ninapenda kuendelea kuwapeni taarifa mbalimbali, uchambuzi mbalimbali, na nitaendelea kufanya hivyo mambo ya kimataifa pamoja na mambo mengine hapa nyumbani, lakini ninaomba unifollow na ulike ili niweze kupata mazingira ya kukufikia kirahisi. Na kama una swali au una jambo ambalo ungependa mimi nilizungumzie, nilifanyie uchambuzi, basi naomba weka kwenye comment swali lako au jambo lako ambalo ungependa mimi nilizungumzie, nitalifanyia uchambuzi. Mada itakayokuja ni namna gani Marekani imeweza kufikia mafanikio haya ya kuishawishi Irani ikakubali kusaini mkataba huu ambao kwa miaka zaidi ya 50 imekuwa ikikataa, na marais wote waliopita wameshindwa kuishinikiza Irani iachane na nyuklia. Karibuni sana.